cha 3 cha Chuo cha Dunia cha Maombi na Kufunga kwa Wahudumu wa Maombi kimehitimishwa rasmi katika makao makuu ya CMFI huko Kume nchini Kameruni. Tukio hili lilifanyika kuanzia tarehe 8 hadi 14 Aprili mwaka 2026 na lilikusanya takribani washiriki 1000 kutoka province za kiroho 20 na mataifa zaidi ya 30. Tangu mwanzo wa siku, mazingira yalijaa nyakati za maombi ya kina, sifa na mafundisho yenye uzito. Washiriki walionyesha kiu kubwa ya kuwa vyombo vyenye ufanisi mikononi mwa Mungu. Lengo kuu la kikao hiki lilikuwa kuwajengea viongozi wa maombi uwezo wa kuongoza vyumba na nyumba za maombi kwa ajili ya utume mkubwa wa kuushinda ulimwengu kwa njia ya maombi. Chini ya uongozi wa mchungaji Thodore Andos, mafundisho yalitolewa kwa kina na usahihi. Alisisitiza kuwa mhudumu wa maombi ni yule anayemjua Mungu, anayejua sauti yake na anayesimama katika maombi kwa imani. Washiriki pia walishiriki katika kazi za vitendo kwa kuandaa mada za maombi kulingana na hatua 40 za mpango wa miaka 5 uliobainishwa katika mkutano wa Abidjan mwaka 2025. Mada hizi zilipitia hatua za uandaaji, uhakiki, usahihishaji na tafsiri kabla ya kuchapishwa kama jarida la maombi. Katika mafundisho, msisitizo mkubwa uliwekwa juu ya imani. Ilielezwa wazi kuwa maombi si zoezi la kubahatisha bali ni tendo la uhakika. Waumini walihimizwa kuomba wakiamini kwamba tayari wamepokea. Aidha, walifundishwa umuhimu wa kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, wakikumbushwa kuwa utajiri katika maombi unatokana na kumjua Mungu kwa undani. Kiongozi alisisitiza pia juu ya tabia njema na nidhamu. Mhudumu wa maombi anatakiwa kuwa msafi kimwili na kimaadili. Vyumba vya maombi vinapaswa kuwa safi, tulivu na vyenye heshima kwa uwepo wa Mungu. Tabia njema ndiyo vazi la kweli la mhudumu wa Mungu. Katika usiku wa maono uliofanyika wakati wa mkutano huo, ujumbe mkuu ulikuwa juu ya kumcha Mungu. Ilisisitizwa kuwa kumcha Mungu ndiyo mwanzo wa hekima. Waumini walihimizwa kufanya maamuzi yao kwa kuzingatia kile kinachompendeza Mungu, wakionyeshwa mifano halisi ya maisha ya kila siku. Katika msimu wa Pasaka, kambi nyingi za Biblia zilifanyika katika maeneo mbalimbali nchini Kameruni. Kambi hizi zililenga kuweka misingi imara ya imani kwa kizazi kipya na kuandaa kwa huduma ya baadaye. Vijana na watoto walipokea mafundisho, waliongozwa katika toba na wengi walipata mabadiliko ya maisha kupitia wokovu, uponyaji na ukombozi. Kupitia mpango wa kusambaza kambi katika maeneo mbalimbali, ushiriki uliongezeka kwa kiasi kikubwa na vijana kutoka maeneo ya mbali walipata fursa ya kushiriki kwa mara ya kwanza. Matokeo yalionyesha wazi mkono wa Mungu kwa kuonekana kwa wokovu mwingi, ubatizo, uponyaji na kujazwa Roho Mtakatifu. Nchini Ghana, kazi ya Mungu inaendelea kupanuka hasa katika maeneo ya kaskazini. Kanisa limeanzisha vituo vya huduma na shule ya mafunzo ya wamisionari imefunguliwa. Huduma ya vitabu vya Kikristo imeleta matokeo makubwa kwa kuwa vitabu hivyo vinatumika kama njia ya kufikisha ujumbe wa Injili na kuwajenga waumini katika imani. Nchini Kanada, kazi ya Mungu inaendelea kuimarika kwa kasi. Kumekuwa na mikutano ya vijana, maombi ya muda mrefu na kampeni za kiroho zilizowaleta wengi karibu na Mungu. Pia kumeshuhudiwa uponyaji, ukombozi na kupanuka kwa makanisa mapya katika maeneo mbalimbali. Nchini Ujerumani, mkutano wa kimataifa uliowakutanisha washiriki kutoka mataifa mbalimbali ulifanyika kwa mafanikio makubwa. Mafundisho yalilenga kujenga utambulisho ndani ya Kristo, kuhimiza toba ya kweli, kuleta uponyaji wa nafsi na kujenga maisha juu ya neno la Mungu. Wengi walipokea wokovu na maisha yao kubadilika. Kwa ujumla, kutoka Afrika hadi Ulaya na Amerika, kazi ya Mungu ndani ya CMFI inaendelea kuonyesha nguvu na matokeo makubwa. Maombi, mafundisho na kujitoa kwa watumishi vinaendelea kuzaa matunda katika mataifa mengi. Hakika hii si kazi ya mwanadamu bali ni mkono wa Mungu unaotenda kazi kwa nguvu. Utukufu wote unamrudia Mungu.